Kabuku, na lengo kubwa hasa lilotufanya tufika hapa ndani ya viunga hivi ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mahafali ya 29 ya vijana wa Form 4 ambao wanahitimu 2025. Ambatana misambamba, tuende nikupeleke ukaone namna maandalizi yalivyokuwa hapa ndani ya viwanja na namna vijana ambavyo wamejiandaa kuhusiana na siku ya leo, siku yao kubwa ambayo ni siku ya mahafali ya 29 mwaka 2025. Kwa kujuza kabisa ni kwamba tulikuwa kwenye maandalizi tofauti tofauti, lakini leo ndo siku hasa rasmi ya kufanya mahafali ya 29 ya vijana wa Form 4 ambao tunatarajia mwakani, kwa maana 2026 watakwenda kidato cha 5 kutokea hapa ndani ya shule ya sekondari Kabuku. Kama hujajua location ya shule ya Kabuku inakopatikana, ni shule kongwe ambayo inapatikana ndani ya mji huu wa Kabuku, pembezoni kidogo mwa barabara kuu ya kwenda Arusha lakini kwenda Tanga. Tunatarajia kwamba kutakuwa na wageni mbalimbali, tukitarajia kwamba mgeni rasmi nitakujuza hapo baadaye atakuwa ni nani, tutamsikia ni nini atakizungumza, lakini kuna mambo mengi mazuri yanaandaliwa hapa kwenye mahafali hii ya 29 ya vijana wa Form 4 shule ya sekondari Kabuku. Kama bado hujasubscribe, basi unaweza kuandika neno TRC Mzundu TV, basi utaweza kupata matangazo hayo live na kufuatilia kile kinachotokea hapa, kukipata mbashara kupitia simu yako janja. Experiment yetu ya pili inaonyesha namna rate of reaction, inaonyesha namna chemistry ambayo ni muhimu katika kutengeneza vitu mbalimbali katika dunia. Chemistry ina uhitaji mkubwa katika dunia. Katika hii experiment inaonyesha chemistry inapotumika hasa na wale watengenezaji labda wa mabomu na vitu ambavyo vinalipuka kwa haraka, inahusisha knowledge of chemistry. Hapa tuna hii chemical yetu ambayo inaitwa potassium permanganate. Hii potassium permanganate ni oxidizer kali ambayo ina uwezo wa kupokea electrons, kwamba na tuna katika kifaa chetu cha pili ni glycerin. Glycerin inatumika na watu wengi wanatumia pale dukani. Hii glycerin ni kemikali ambayo ina uwezo wa kutoa electrons kwa haraka, kwamba tutakapochanganya hii glycerin na hii potassium permanganate tutaona namna gani itakavyolipuka, kwamba knowledge of chemistry inahusika katika kutengeneza vilipuzi mbalimbali. Utakapochanganya hii potassium permanganate na hii glycerin, kwa sababu hii potassium permanganate ina uwezo wa kutoa electrons, itatoa electrons na hii ina uwezo wa kupokea electrons. Hii glycerin utakapoichanganya itapokea electrons na ghafla italipuka. Wana watu wanakimbia hapa. Watu wanakaa mkao kule. Watu wanakaa mkao wa. Naomba mgeni rasmi aliwe. Tafadhali tunatakiwa kusogea kidogo. Uchawi na ngomeni. Wow. Hii inaonyesha application of chemistry kwamba ni muhimu katika maisha ya kila siku, na kwamba wale ambao wana uhitaji wa kujiunga na sekondari na shauri kusoma masomo ya science, kwamba ni science ni maisha yetu tunayoishi kila siku. Ukisoma science utapata knowledge kubwa na utajua vitu mbalimbali vinaweza kutengenezwa na vinavyotumika kwa maisha ya binadamu kila siku. Na pia tusishawishike kwamba kuna wale wanaotumia hivi vifaa. Ukisoma tayari science utajua na hautadanganywa kwamba kuna watu sokoni labda wanachukua knowledge of chemistry kwamba ndio njia ya kupata bidhaa zao, na labda unaweza kupata bidhaa fake kwa kuwa hujui nini kinachoendelea. Unaweza kuchanganyia hii na kwamba ukaamini labda kwa njia labda uchawi au nini ili ununue bidhaa zao, kwamba ukishasoma hii chemistry, ukishasoma science hutadanganywa
na pia utajua namna ya kutumia vitu mbalimbali. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga vya shule ya sekondari Kabuku, mimi Nchisko wa TLC Mzulu TV and NBC.